بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: صفة الصلاة على الميت. أسمى إمام صفة يا كمصلي ميتي. صفة الصلاة على الميت، صفة يا كمصلي ميتي. يصلى على الميت المسلم، inasaliwa maiti ya muislam. Yusalla ala almayyit almuslimi, inasaliwa maiti ya muislamu, saghiran kana am kabira, mdogo au mkubwa, dhakaran am untha, wa kiume au wa kike, madam ni muislamu basi mtu huyo ni mwenye kuswaliwa sawa sawa, ni mkubwa au ni mdogo. Kadhalika sawa sawa ni mwanamume au ni mwanamke, ni mwenye kuswaliwa. Na salatu ala almayit fardhu kifaya. Hiyo namba moja, kwamba yaswaliwa maiti ya Kiislamu. Inaonesha haya maneno ya imamu kwamba maiti ya kafiri la yusalla alayhi. Thaniyan, namba mbili, yusalla ala alhamli, kadhalika inasaliwa mimba idha saqata, pindi inapoporomoka. Wa qad balagha 4 ashhurin, hali ya kuwa imefikisha miezi minne. Wa qad balagha 4 ashhurin, hali ya kuwa imefikisha miezi minne. Namba mbili ya Sheikh anasema yusalla ala alhamli, kadhalika inasaliwa mimba idha saqata, pindi inapoporomoka. Mnafahamu mimba zinaporomoka baadhi ya nyakati, na hizo ni makadiri ya Allah tabaraka wa taala. Ma shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kwa mimba ikiporomoka, waqad balagha 4 ashhurin, hali yakuwa imefikisha miezi minne, inaswaliwa. Kwa maana ina siku 100 na ngapi? 120. Wa yuf'alu bihi, inafanyiwa hiyo mimba iliyoporomoka, kwa maana hicho kitoto kilichotoka, yani tayari ile janini, kile kitoto kilichotoka katika mimba iliyoharibika. Yuf'alu bihi, kinafanyiwa kama yuf'alu bil kabir, kama vile anavyofanyiwa mtu mkubwa. Sawa sawa. Mimba ikiporomoka ikiwa na miezi minne, kwa maana kishakuwa ni kitoto tayari na kishapuliziwa roho, na ndio maana ni haramu kuitoa mimba ikishafikisha miezi minne, yahrum. Na mwanamke akitoa mimba baada ya kufikisha miezi minne, anahesabika ameua nafsi amdan, kwa maksudi, haramu. Sawa sawa, kwa sababu ishapuliziwa roho, na ndio maana anaswaliwa baada ya hapo mimba yake kiharibika, na anafanyiwa ma yufalu bil kabir, anafanyiwa yale yote anayofanyiwa mtu mkubwa. Fayughassalu, anaoshwa. Wayukaffanu, na anakafiniwa. Qabla salati alayhi, qabla ya kumswalia. Sawa. Na haya ndio mambo anayofanyiwa mtu mzima: anaoshwa, anakafiniwa, anaswaliwa, anazikwa. 4 ashiya. Mambo mangapi? 4. Kadhalika na huyu mtoto pia anafanyiwa haya 4, kuonesha kwamba tayari ashakuwa ni kiumbe, na kiumbe hai, kishapuliziwa roho. Na wako wanawake ambao wanathubutu kutoa mimba miezi minne, wengine huwa wanapoteza maisha, kwa sababu hii ni danger pia. Ikifikia umri wa miezi minne mimba kuitoa ni mawili,
ima wewe au kile unachotaka kukitoa. Kama siku zako zimefika na ukao umeandikiwa ajali yako kuondokea kupitia hiyo mimba, ukimeza vidonge khalas, safari inakuwa ni safari yako. Kwa hiyo unaondoka wewe na kitoto chako. Kwa hiyo ikishafikisha miezi 4 mimba, wanawake inatakiwa kuwa makini sana na kuogopa kutoa mimba kwa hali yoyote inavyokuwa, kwa hali yoyote inavyokuwa. Labda inapokuwa imebidi kwamba imelazimika, madaktari wabobezi wakathibitisha hivyo kwamba hii mimba isipotoka anakufa mama, basi hapa sasa yanaangaliwa mafsada na maslahi, na mafsada yaliyokuwa makubwa na yaliyokuwa madogo. Kwa hiyo yanatangulizwa mafsada madogo, yanafanywa kwa ajili ya kuepusha mafsada yaliyokuwa makubwa, ambayo mafsada makubwa ni kuuawa mama. Sawa sawa, yaani mafsada makubwa kuliko kuuawa mtoto. Sasa hii mpaka kufikia hatua hii sio mlango mwepesi huu sio mlango mwepesi wa kurahisisha tu kwamba nanyonyesha, la abadan. Hii si hujja kabisa. Waacha watatoka wote, watanyonya wote inamkana, kama itawezekana hivyo. Lakini ikionekana kwamba yani kwa afya ya mama bila hivyo atafariki, haya ni masala mengine ya kidaktari. Tayib, lakini kisheria haifai, ikishafikisha mimba miezi 4 haifai kuitoa, haram. Namba 3, la yusalla ala alhamli, haiswaliwi mimba, kwa maana haifai kuiswalia mimba idha saqata, itakapoporomoka kabla tamami 4 ashhuri, kabla haijatimiza miezi 4. Kwa maana mimba miezi 3, miezi 2, mwezi mmoja, wiki 3, sawa sawa, inapokuwa imeharibika ikiwa haijatimiza miezi 4, la yusalla alayhi, hiyo mimba haiswaliwi, kwa maana hicho kitoto yani hicho kilichotoka kinakuwa hakiswaliwi, kwa sababu Sheikh anasema li annahu fihi ruh, kwa sababu haijapulizwa roho katika kiumbe hicho. Lam tunfakh fihi ruhu, hakijapuliziwa roho. Sawa sawa. Kwa hapa ikiwa kiumbe hakijapuliziwa roho, mimba hii ikiwa kuna udhuru, hata kama ni udhuru ambao unapelekea, yani ni udhuru kama vile kwamba iwapo hii itaachwa, huyu mtoto anayenyonya atakufa. Sawa, ananyonyesha alafu kabeba mimba nyingine, lakini kitoto hiki kinachonyonya ni kichanga, nacho pia bado tayari. Sasa ikaonekana hiki kichanga kinazorota, maana mara nyingi huwa vinazorota, sawa sawa. Sasa ikiwa imethibitika kwamba huyu anaweza akafa akiendelea kunyonya haya maziwa ambayo ndani ya tumbo ya mama tayari kushakuwa na kitoto, sawa. Sasa hapo inaweza ikatolewa, kwa sababu yani akijawa kiumbe hai, akijawa kiumbe hai miezi 2, 3, sawa sawa, ikiwa kuna ulazima na dharura ya kukitoa, la basi, sawa, kwa ajili ya maslahi ya kubakisha kile ambacho mtoto ashazaliwa tayari. Yani kuwe na maslahi ya kisheria yanayozingatiwa, maslahi yanayozingatiwa kisheria, na maslahi makubwa mpaka kufikia hatua kukitoa. Lakini kutoa hiyo la basi, sawa, na wala hahesabiki kwamba ameua kiumbe, kwa sababu hakijawa hai. Tumeelewana? Lakini baada ya hapo kishapuliziwa roho ya haram. Tayib, liannahu lam tunfakh fihi ar-ruh wala yughassalu, wala hakioshwi, wala yukaffanu, na wala hakikafiniwi hicho kilichotoka, sawa, sababu kinakuwa bado hakijakamilika. Naam, kinakuwa bado hakijakamilika. Wale ambao washaviona ni mashahidi, hasa kina mama na kina baba pia, kina sisi ambao tumeoa na tumepitia hapo, bila shaka tutakuwa ni mashahidi katika hilo. Kile ambacho kinatoka kabla hakijawa tayari, unakuta mama mwenyewe anakikimbia,
mama mwenyewe anakikimbia. Kwa hiki hakiswaliwi wala yukaffanu, na wala pia hakikafiniwi, wala yusalla alayhi kadhalika, hakiswaliwi. Wa inma yudfanu fi ayi makan, bali kinazikwa, yani kinafukiwa sehemu yoyote. Wa inma yudfanu fi ayi makani, bila shaka kitu hicho, kiumbe hicho kinafukiwa, yudfanu, kinafukiwa fi ayi makani, sehemu yoyote. Kwa watu watachimbia shimo tu wanakifikia, na inapendeza mkichimba shimo basi shimo liwe refu kidogo, sawa, ili wanyama wakali wasifukue lile shimo, afu wakachukua kile kiumbe wakaenda kukitafuna. Kif la haifai kukitupa chooni. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na bila shaka haya yanafanyika, bila shaka haya yanafanyika. Mimi nishashuhudia sehemu moja kimefukiwa, lakini ufukiwaji usiokuwa mzuri. Wamechimba tu kidogo afu wakafukia kidogo, wakafukia, alafu usiku mbwa wakaenda kufukua pale, kwenda kufukua, wakakimbia na kile kiumbe kwenda kukitafuna. Sasa katika haipendezi kuchimba shimo dogo, yani shimo hasa ambayo kwamba mnyama hawezi kufanyaje kufukua. Sasa mpaka mbwa anafukua, maana yake walikuwa hawajachimba vizuri hawa, sawa. Na ama kukitupa chooni la yajuzu, haifai. Tayib, namba 4, yaqifu al-imamu fi as-salati ala al-mayyit, imamu anasimama katika sala ya maiti, inda ra'si ar-rajul, usawa wa kichwa cha mwanamume. Inda ra'si ar-rajul, usawa wa kichwa cha mwanamume. Imamu anaposwalia maiti na waumini, yeye imamu anapokuwa anamswalia maiti wa kiume, yaqifu inda ra'sihi, anatakiwa asimame usawa wa kichwa chake, usawa wa kichwa cha mwanamume. Wa wasatil mar'ati, na anasimama katikati ya mwanamke, kwa maana usawa wa katikati. Kama jeneza ni la mwanamke, basi imamu anasimama katikati. Wanasema li'annahu astaru lilmar'ati 'anil nas, kwa sababu imamu kusimama katikati, hii inakuwa ni stara zaidi kwa yule maiti wa kike kunako macho ya watu, zaidi kunako macho ya watu kuliko akisimama kichwani. Yani maana yake wanakuwa wanaona jeneza lake sehemu kubwa, sawa sawa, lakini akisimama katikati anakuwa ameligawa, kwa hiyo inakuwa ni stara zaidi kwa mwanamke. Yote haya inaonyesha kwamba mwanamke ni kiumbe ambaye anatakiwa akae katika stara. Wa yusalli an-nasu wara'ahu, wa yusalli an-nasu wara'ahu, na watu waswali nyuma yake, yani nyuma ya imamu. Wa yusalli an-nasu wara'ahu, na watu waswali nyuma yake, kwa maana nyuma ya imamu. Na inapendeza watu wakipanga safu zipatikane safu 3, hadha yustahab, inapendeza. Wale maamuma wakipanga safu kwenye jeneza wapange safu ngapi? 3. Yustahabu hadha, na sio wajibu, ila inapendeza tayari. Naam. Wa in qallu, hata kama watakuwa ni wachache, tuko wachache, je, inapendeza pia kuzikata ziwe 3? Naam, inapendeza hata kama mko wachache, sawa sawa. Lakini kila watu waswaliji wanavyokuwa wengi, ndivyo inakuwa bora na kheri kwa yule maiti, kwa sababu dua zinakuwa nyingi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza sana watu kusimama katika jeneza kuliswalia, kwa sababu kuna kheri kubwa sana, kuna kheri
kubwa sana. Mtu akiswaliwa na watu 40, Mtume alayhi salam anasema watu 40 wasiomshirikisha Allah, kwa maana watu wa tauhidi, watu wa haki, hii inakuwa kwake yeye inakuwa ni shafaa. Sawa sawa, inakuwa ni shafaa kwa yule maiti. Sasa unasemaje wakiswalia watu 100, 200, 300, 500, 1000, laki, milioni? Unaonaje hivi? Tayeb, ndio maana wengine wanaomba dua akafie Maka, wanaomba dua akafie Maka au akafie Madina, kwa sababu anajua anaswaliwa na mamilioni ya watu pale. Sawa sawa, anaswaliwa na mamilioni ya watu. La ilaha illa Allah. Tayeb, namba 5, yukabbiru fi salati ala almayyit, anatoa takbira katika sala ya maiti 4 takbirati, takbira 4. Yukabbiru ay al-imam, imamu analeta takbira fi salati ala almayyit, katika sala ya maiti 4 takbirati, takbira 4. Allahu akbar. Sawa, hiyo ndo takbira. Allahu akbar, hiyo ndo lafdhi ya takbira. Yaqra'u fi takbirati alula, anasoma katika ile takbira ya kwanza, kwa maana baada ya takbira ya kwanza anasoma baada at-ta'awudhi, baada ya kusoma a'udhu billahi, baada at-ta'awudhi, baada ya kujilinda kwa Allah kwa kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal basmalati, na kusoma bismillah. Kwa akitoa takbira Allahu akbar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kama kawaida tunavyoingia katika sala. Sawa sawa, ukitoa takbira sio kwamba imamu anapoanza kusoma surati al-Fatiha kwamba a'udhu billahi hajasoma wala bismillah, la, anasoma lakini sirran. Sawa sawa, anasoma lakini kwa siri. Hivyo hivyo na katika sala ya jeneza, kwa baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, anasoma nini? Surati al-Fatihati, anasoma surati al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, mwanzo mpaka mwisho. Sawa. Kwa baada ya takbiratu al-ihram, baada ya takbira ya kwanza ambayo ndio takbiratul ihrami, analeta anasoma surati al-Fatiha. Wa yusalli ala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na anamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam baada takbirati thaniyati, baada ya takbira ya pili. Anafanya haya imamu na maamuma, yani kila mswaliji. Hapa naye kusudiwa ni mswaliji, sawa sawa ni imamu au maamuma. Baada ya takbira ya pili, yusalli ala nabii, anamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayaqulu, anasema yani fi salatihi ala nabii, katika kumsalia kwake mtume alayhi salam, anasoma dua hii: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majidun, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majidun. Akhrajahu al-Bukhari. طيب, hii ndio dua na sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam, sala ya kumsalia mtume alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad, ni dua ambayo inafahamika, si ndio? Naam. Na zimekuja kwa alfadhi tofauti tofauti, zimekuja kwa alfadhi tofauti. Zimekuja nyingine innaka fil alamina innaka Hamidu Majid, lakini hii ni asah zaidi, hii ni asah zaidi, hii ndio imesihi zaidi. Wayad'u lilmayiti,
baada takbirati thalithati, na kisha anamwombea maiti. Wayad'u lilmayiti, na anamwombea maiti baada takbirati thalithati, baada ya takbira ya tatu. Wal afdalu, na bora zaidi katika kumwombea dua maiti, an yad'uwa, inapendeza mtu aombe bima warada ani nabii sallallahu alayhi wasallam, aombe kwa dua iliyopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fi dhalika, katika hilo, kwa maana katika dua ya kumwombea maiti ni bora kuomba ile dua aliyoiomba nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana akasema wal afdalu, na bora zaidi katika kuomba dua kumwombea maiti, an yad'u bima warada, inapendeza kuomba kwa dua iliyopokewa ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume alayhi salam. Fi dhalika, katika hilo, kwa maana katika dua inafaa kumwombea maiti dua yoyote, madam ni dua ya kheri, madam ni dua ya kheri, sababu swala ya maiti maana yake ni dua lahu, sawa, ni kumwombea dua. Ndio maana wengine wanasema kwamba inafaa kuswali swala ya jeneza bila udhu, na usishangae huenda swali lishakuja hapo, sawa. Je, inafaa kuswali bila udhu? Haifai, sawa, haifai kuswali swala ya jeneza bila ya udhu, na wala hakuna mwanachuoni aliyesema kwamba inafaa. Ni maneno tu ya mtaani tu, watu wamezoea. Kwa hiyo inafaa kumwombea dua yoyote, kwa sharti iwe ni dua ya kheri, kwa sharti iwe ni dua ya kheri, na usimwombee dua mbaya ya kumwangamiza Allah, na kwamba muangamize mwingine, mvunje miguu, la shahada, kwa sababu labda mlikuwa na uhasama, basi unamwombea dua mbaya kumwangamiza na nini, mlani, la, haifai. Yani wewe ni bora katika safu, kama upo katika safu utoke, yani huna kheri na huyo maiti. Lakini bora zaidi ni kumwombea kwa dua ambayo imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in lam ya'rifuhu, na ikiwa haijui dua iliyothibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yani huyo mswaliji, yani wewe hapo unayemswalia maiti, Sheikh anasema ikiwa huijui dua iliyothibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, daa bima ya'rifu, anaruhusiwa kumwombea dua yoyote anayoijua. Kama mtu haijui dua ambayo imepokewa kwa mtume alayhi salam, basi anaruhusiwa kumwombea maiti dua yoyote anayoifahamu iliyokuwa njema, dua mzuri ya kumwombea maiti. Tayeb, namba 2 hapa ameiweka dua hii. Hii dua tutakuja kuisoma mwisho, tayari tutakuja kuimbishana mwisho inshallah, tutakuja kuimbishana mwisho wa darasa na kutoa maelezo kidogo sema ambapo panahitajia maelezo, lakini ni dua pia inafahamika, ila sio kwa wote, sio kwa wote, na bila shaka inatakiwa tutaimbishana kama mara 5 hivi, ili kila mmoja akitoka hapa, hata yule ambaye alikuwa hajui afanyeje, aijue biidhnillah. Na ukitoka hapo, kama utakuwa bado, muone mwenzako anayejua akuimbishe hii dua, mpaka hakikisha na wewe unafanyaje, unaweza kuisoma, ili unaposimama kwenye jeneza usimame ukiwa unajiamini. Maana kuna vijana hawaswali swala ya jeneza, ukiwauliza nakwambia hata mimi sijui nafanyaje. Tukamwombea maiti, sasa mimi naomba hata sijui. Mtu hajui dua ya kumwombea maiti. Sasa kwa maneno haya ya Sheikh yanaashiria kwamba hata kama dua hii huijui, sawa, basi wewe njoo uswalie tu, muombee dua yoyote, muombee dua yoyote madam ni dua ya kheri. Sijui hata siwezi kusoma dua Kiarabu, njoo msomee hata Kiswahili, sawa, njoo muombee hata kwa Kiswahili kama huwezi kabisa kwa Kiarabu. Ama ukiwa unaweza, haitakiwi kumwombea kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Tayeb, kisha anasema Imam
ويقف بعد الرابعة قليلا kisha anatulia au anasimama kwa maana anatulia. Wayaqifu anasimama hapa na kusudiwa anatulia. Baada rabi'ati, baada ya takbira ya 4, qalilan, anatulia kidogo tayari. Thumma yusallim, kisha anatoa salam. Ile takbira ya 4, Allahu akbar, unatulia kidogo, unavuta pumzi. Thumma yusallim, kisha anatoa salam. Haya maswali wewe yakusanye shehe. Halo, darasa haijaanza maswali yashakuwa hivi. La ilaha illa Allah, astaghfirullah, sallallahu alaihi wa afia. Nadhani sijui leo muda utapatikana, inshallah tutasoma baadhi. طيب. ويقف بعد الرابعة قليلا ثم يسلم, kisha anatoa salam. Sheikh anasema wa in qala qabla as-salam, na ikiwa atasema kabla ya kutoa salam, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nari fala ba'sa bidhalika. Imamu anasema ikiwa mswaliji atasoma dua hii kabla ya kutoa salam, sawa. Rabbana atina fid dunya hasana, Mola wetu mlezi, twakuomba tupatie katika hii dunia hasanatan, mambo mazuri, mambo yaliyo mazuri, katika mambo ambayo tunahitajia sisi kama wanadamu, sawa. Tunahitajia neema mbalimbali kutoka kwa Allah, riziki, watoto, wake, waume, kwa kina dada, sawa sawa. Kadhalika kila mmoja anatamani awe na nyumba, awe na kipando na mengineyo. Yote hayo yanaingia katika neno hasanatan. Wa fil akhirati hasanatan, kadhalika twakuomba Mola wetu mlezi utupatie huko akhira yaliyo mema. Hasanatan fil akhirah, jambo la kwanza kabisa katika mazuri ya akhira ni jambo gani? Ahsant. Masmuk? Ramadhan. Tawakkal. Una hadia yako inshallah, una hadia ya risala, nikumbushe kabla hujaondoka. Jambo jema huko akhira kabla ya mambo yote, aljanna, ni pepo, kisha yanafuata mambo mengine, na kwanza ni pepo. Ndio maana natakiwa tunapoomba dua zetu tukithirishe kuomba nini? Aljanna. Allahumma inni as'aluka aljannata wama qarraba ilayha min qawli aw amal wa a'udhu bika minan nari wama qarraba ilayha min qawli aw amal. Je, tunaomba pepo? Tujitahidi sana Allah tuwafikishe katika hili. Wa qina adhaban nari, na utukinge na adhabu ya moto. Kwa hapa baada ya pepo zinakuja khairi nyingine zilizokuwa nyingi. Wa qina adhaban nari, na utukinge na adhabu ya moto. Fala ba'sa bidhalika, Sheikh anasema hakuna shida kufanya hivyo. Hakuna tatizo kuomba dua hiyo kabla ya kutoa salamu. Lakini pia hata usipoileta dua hii baada ya takbira ya 4 ukanyamaza kimya kisha ukatoa salamu, pia hakuna shida, na umepatia sunna katika kuswalia jeneza. Na salam katika sala ya jeneza, taslimatun wahida, inatolewa salamu moja, anil yamin, upande wa kulia, assalamu alaikum wa rahmatullah, sawa. Swala ya jeneza kutoa salamu, inatolewa salamu hiyo moja, sawa. Hii ndio ambayo imethibiti zaidi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio imethibiti kwa wingi kutoa salamu moja. Lakini wa in sallama taslimataini fala bas, ikiwa imamu atatoa salamu mbili
au ikiwa mswaliji atatoa salamu mbili, fala basa fi dhalika, hakuna shida katika hilo. Lakini salamu moja ndio ambayo imethibiti kwa wengi katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, akiwemo Abdullah ibn Umar, kadhalika Wathila, kadhalika Ali ibn Abi Talib, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Abi Huraira, Anas bin Malik wa ibn Abi Awfa na wengineo wengi, kanu yusallimuna taslimatan wahidatan, walikuwa wakitoa salamu moja. Na hivyo ndivyo wanavyosema ahlul ilmi, na hiyo ndio kauli ya jumhuri. Na anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ya kwamba salamu katika sala ya jeneza ni moja, at-taslim fi salati al-jinaza an al-yamini faqat, kutoa salamu katika sala ya jeneza ni mara moja tu upande wa kulia. Sawa, hiyo ndio salamu katika sala ya jeneza. Walakin Sheikh akasema, lakini mswaliji idha sallama an al-yamini wa an al-shimali, akitoa salamu kuliani na kushotoni, fala haraja fi dhalika, hakuna ubaya katika hilo, hakuna ubaya katika hilo. Na kadhalika maneno mithili ya hayo maneno amesema al-Imam Ibn Bazi rahmatullahi ta'ala alayhi, na Imam Ibn Abd al-Barri kadhalika anasema jumhuru ahli al-ilmi min as-salaf wal khalaf, jamhuri ya wanachuoni kuanzia salaf na waliokuja baadaye al-khalaf, wote ala taslimatin wahidatin, wanaona kwamba salamu ni moja. Lakini maa dhalika wakitoa salamu mbili sio vibaya. Mnaelewa hapo? Haya maneno myazingatie, msije mkatoka mnaenda kupigana na watu wakitoa salamu mbili. Sawa, msije mkaona imamu anaswali akatoa salamu mbili mkaanza kumpiga mikwenzi, au mnaanza kumlembea maneno kwamba mubtadi anafanya bid'a. La, hii sio bid'a. Sawa, kutoa salamu mbili katika jeneza sio bid'a. Na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amepitisha hilo na akasema inajuzu zote mbili, taslimatun wahida au taslimataini. Mwenye kutaka zaidi aregee katika Ihkamul Janaiz ya Sheikh al-Albani, amekunjua zaidi masala, kwa sababu kaleta athari zote alizozidhoofisha, kazibainisha udhaifu wake, na alizozisahihisha na kuzihasanisha kazibainisha. Sawa sawa. Kwa hivyo katika upande wa salamu maelezo yake ni mafupi, yako mengi lakini nimefupisha kwamba salamu ni moja, lakini hakuna ubaya kutoa salamu mbili. Ama katika takbira tu, katika kutoa takbira au kusoma takbira, je, unanyanyua mikono kila takbira au ni ile takbira tu ya kwanza? Sawa sawa. Hapa pia hali yoyote au sura yoyote utakayoitumia imethibiti, sura yoyote utakayoitumia imethibiti. Sawa sawa, ukainua kila takbira Allahu akbar, Allahu akbar, sawa, mpaka zote nne, au ya kwanza hii Allahu akbar, takbira ya pili Allahu akbar bila kuinua mpaka mwisho Allahu akbar. Hii pia umepatia sunna. Sawa sawa. Kwa hiyo sawa sawa umeinua kila takbira au hujainua, lakini bora zaidi ni kuinua maa kulli takbiratin, bora zaidi ni kuinua maa kulli takbiratin. Naam. Kadhalika usije kumuona mtu anaswali pembezoni mwako, wewe unainua yeye hainui, kwanza hadha la yanbaghi hadha, au ukasubiri baada ya salamu kumwambia Sheikh umefanya mukhalafa. La, hadha laysa bi mukhalafa. Sawa. Naam.